kuna madarasa ambayo yanavuja ambayo yanahitaji kuingiliwa haraka, kwa sababu tunajua kwamba yakiendelea kuvuja kwa msimu huu ambao ni wa mvua, watoto watakuwa hawasomi katika hali ile ambayo inastahili. Na pia tunaamini katika hii hali ya climate change, mvua yetu ya siku hizi huwa inakuja na upepo, na tuko na wasiwasi kwamba ukiingilia upepo huenda madarasa hayo yakang'olewa na ikawa shida zaidi. So tunaomba katika wale wahisani, hata serikali kuingilia kati ili tuone kwamba msaada huu wa urekebishaji wa majengo haya unafanyika haraka iwezekanavyo. Tuligundua kuwa mabati zinavuja. Wanafunzi wakati wa mvua, kama vile mvua imeanza sasa, wananyeshewa, na wakati wa kiangazi pia jua inawachapa. So tuliangalia tukaona ni muhimu sana tuwasaidie kukaa kwa mazingira bora ya kusoma darasani. Shule ni nyingi zenye zinakuanga na hizi shida, ukiangalia hata Kaloleni sub county ama Kilifi kwa jumla. Lakini tulipoona ni wale watoto wa chekechea na wale wa klasi za chini sana, tuliona wanaumia sana, na wakijikuta kwa mazingira yenye haziwafai, hapo ndo unaona mtu anaanza kushukia shule na inaweza sababisha mtu kuacha shule. Tunasema tunashukuru kwa ajili ya msaada huu wa mabati, kwa sababu changamoto ilikuwa ni watoto wakiwa darasani, mvua kama inanyesha, mara nyingine mvua huja na upepo, watoto unaona wanahangaika, wanavuta madawati huku na huku, walimu hawapati muda mzuri wa kufundisha. Ni kwa ajili ya hiyo mvua inatatiza watoto. Hata kama si mvua, lakini wakati wa kiangazi pia kuna wakati wa jua, unaona jua inamulika mtoto mahali amekaa kwenye dawati. Tuko na madarasa ambayo ndio yako na leakage ambayo ni takriban 11, na hofu yetu ni kwamba kadri hii mvua vile ambavyo imeanza ikiendelea, wanafunzi wetu watakosa mahali pa kusomea.